Okay, how are you? I think everybody's okay. Everybody's doing fine. Na kila kitu kiko kinaendelea vizuri. So as usual, as normal, huwa tunakuwa na session yetu ambayo inaitwa Traders Talk with Mr. Awesome. So we're still dropping those experiences from various traders. And today, as usual, we are going to bring to you one of the best forex trader in Dodoma. Yes, tunaweza tukaita kama forex best forex trader in Dodoma kutokana na performance yake imeweza kuonekana. So kama yuko trader mwingine ambaye anakuwa ni the best, kwa hiyo anaweza pia na yeye akajiexpose, alafu then tukaweza kuonyesha kwamba yeye anaweza kuwa the best of the best. Lakini now from what I know, tunaweza kuwa na huyu jamaa anaweza kuwa the best forex trader. Jamaa anaitwa, I don't know if it is just an individual or a group, lakini mainly it is Dom Forex. It is Dom Forex Group. Lakini Dom Forex Group. It is Dom Forex Group, lakini person ambaye anaapia kwenye hii account is like mtu mmoja ndo anayekuwa na manage hii account. Kwa hiyo it is not clear kwamba labda itakuwa yes as usual as a group au kitu gani, lakini what I know is yuko mtu mmoja ambaye anahusika na hii account. So it's better kama tutapata idea kwa jamaa, kama ataweza kuweza kupokea simu yangu na tukazungumza. Nafikiri inaweza kuwa ni session moja nzuri sana kupata idea kutoka kwa trader ambaye anakwenda vizuri kama huyu hapa. Naona maprofit yako mengi sana. Kwa lengo ni kupata experience kwamba yeye amesoma vitu gani, anatumia strategy gani na amefikaje mpaka anaweza kupata profits kama hizo. Challenge ambazo kwa amezipitia mpaka anafika hapa ndio kitu cha msingi ambacho nitakuwa tuweze kujifunza kutoka kwa Dom Forex. Kwa hiyo now let's go and connect it to Dom Forex. Let's go and connect it to Dom Forex. Tuone tunawezaje kumpata huyu jamaa bwana Dom Forex. Okay. Let's go to the man ambapo yuko anapatikana for this through this contact. Anapatikana hapo. Okay, 83 and then 98. Now tuone. Now the time has gone. Hello? Ndio bosi, kwema? Kwema. Unakwendaje bwana? Safi, sana kazi. Safi bwana, michakato huko. Michakato mizuri. Okay, sawa. Nafikiri yes, tulipanga kuwa na session, actually session yetu inaitwa Traders Talk. Ni session ambayo basically huwa tunazungumza as traders actually, kwa sababu pia sisi wenyewe tuna trade, lakini tunachotaka tuna trade, lakini pia tunafanya training ambazo kuna free training. So tunapofanya Traders Talk huwa tunajaribu kuweza kushare experience na traders wengine, kwa sababu wako traders ambao wana struggle na market na hawajaweza kuona kama market labda iko real. Mwingine anaweza kuona kwamba like gambling, unapoteza sana na nini, lakini huwa tunajaribu kufanya observations kwa traders mbalimbali ambao tunaona wanafanya vizuri. Kwa hiyo huwa tunajaribu kufanya hayo mazungumzo yanayohusiana na trading. Kwa hiyo it's not straight as an interview, ni just a talk, lakini mainly kushare zile experience. Kwa hiyo nafikiri kuna vitu vichache ambavyo vitakuwa kama guidelines ambazo tutakuwa tunazungumzia. Kwa hiyo mainly wote waweza kutoa experiences zako kwenye hivyo vitu, alafu then hizo informations traders wengine watazipata pia kupitia channel yetu ambayo inajulikana kama Awesome Forex TZ au Awesome Forex Tanzania. Kwa hiyo na mainly kitu cha kwanza tutataka tujue overview ya kwamba Dom Forex inakuwa ni just individual, ni mtu mmoja, au inakuwa ni group. Yani ukisikia Dom Forex lakini pia imewekwa kama Dom Forex Group. Kwa hiyo inaweza kuwa ni group au labda inakuwa ni mtu tu lakini ameita kama Dom Forex Group. Ni group ya watu. Okay, kwa maana yake ni muunganiko wa traders kadhaa, kwa pamoja ndio inaitwa Dom Forex Group. Yes, japokuwa Ndio. Sasa hivi hatudili tena na forex, tumetwitch kwenda kwenye stock. Okay, sawa. Tumetwitch kwenda kwenye stock, lakini ni group ya watu. Okay, sawa. Na traders wote mnakuwa mko Dodoma au labda mko maeneo tofauti? Kwa sababu nakumbuka kipindi cha nyuma vile kuna wakati tushawahi kuwa na communication, ulisema kuna jamaa yuko Tanga pia ambaye mnafanya wote. Kwa hiyo bado iko vile au labda wote mnakuwa sasa mko pamoja?
Actually tupo watatu. Okay, ndio. Mmoja yupo Arusha, mmoja yupo Korea, South Korea. Okay, South Korea. Ambapo yes, huwa mnafanya joint katika analysis ya market na nini? Sasa labda na unajua kwamba stock na forex ni tofauti sana. Yes, of course, difference ipo. Labda ungeniuliza kwa nini uliswitch from forex to stock? Kwa nini uliswitch? Okay, sawa. Nafikiri pia tutaona katika guidelines ambazo zilikuwepo, pia tunaweza kuja kuona baadaye, tutaingia deep kwenye hiyo kitu. Sawa. Kuangalia kiuzuri. Labda kitu kingine ni kwamba basically mnakuwa mko full time au labda mna business nyingine, kwamba kuna time tu mmetenga kwamba kuna wakati tunafanya trading, kuna wakati tunafanya labda business zingine, labda sijui mko vipi katika Dom Forex hiyo? Yes, baba. Tupo nani? Tupo ni full time. Okay, kwa muda wote basically nyinyi mmestick kwenye market. Full time. Okay, sawa. Na labda msingi wa training kwamba basically labda training, yes, mko tofauti, lakini msingi wenu wa training kwamba labda mlijifunza wakati mko labda mnachukua elimu nyingine, au labda hiyo ilikuwa ni specific kwamba okay mkajoin labda institution za trading, au ilikuwaje labda msingi wa knowledge? Kwa sababu kuna watu wengi bado wana struggle sana kuhusiana na knowledge. Mtu anasoma huku na kule, anaona haifanyi kazi, labda mpaka nyinyi mnafikia wakati mnakuwa profitable, mna trade muda wote, ndio inakuwa source yenu ya income. Msingi wa knowledge ilikuwa ni upi? Tunatofautiana. Mimi nilijifunza kuna kipindi 2017 nienda Kenya. Okay. Nilikuwa kwenye mambo yangu tu na dogo zangu wengine wanasoma kule. Okay. Kwa hiyo nilikutana na jamaa wangu mmoja ndo akaniintroduce hivyo vitu kwa upande wangu mimi hapa. Okay, sawa. Jamaa wangu wa Arusha. Ndio. Yeye ni mtu mzima kidogo, ndo kama yeye ni mtu mzima kidogo. Alienda kusoma huko Marekani kipindi cha nyuma miaka ya 90 na. Okay, sawa. Aliporudi miaka ya 2000, ndio, akakuta huko hakuna internet. Okay. Internet iko chini sana. Okay, sawa. Kwa hiyo akaacha. Okay. Kwa hiyo baadaye 2018 ndio tukamiti na huyo mtu. Okay. Na 2018 tena tukamiti na huyo mwingine wa Korea. Okay, ambapo mlikutana Kenya au ilikuwa ni? Huyu Arusha, tulikutana Arusha tu, kuna jamaa wangu aliniunganisha naye katika maongezi. Ndio. Mimi napenda sana kushare kitu ninachokifanya. Okay, sawa. Ukishare basi utashangaa unapata watu ambao ni mastermind. Ukitaka kufanikiwa lazima utafute watu ambao mnaendana kwenye hivyo vitu. Kwamba mna share zile nani zenu kama activities share. Okay. Kwa hiyo baadaye unakuja unawachuja unapata cream ya watu ambao unaweza kufanya nao kazi. Okay, sawa. Kwa hiyo ndo ilitokea hivyo. Mimi hivyo, mwenzangu yule alienda Marekani hivyo rudi. Kwa hiyo baadaye 2018 ndo akaanza kusoma. Okay. Ndo tukakutana naye. Ndo hivyo. Sawa. Na basically mwanzoni labda yule mwingine alikuwa amesoma straight stock, au wote mlikuwa mmeanza na currency afu ndo mkaswitch wote, au kuna mmoja alikuwa tayari yuko specifically kwenye stock? Huyu jamaa wangu wa Arusha, huyu alikuwa ameanza stock from kisini na. Okay. Ameanza stock ila aliporudi Tanzania kuendelea tena. Okay, lakini wewe ulipokuwa baada ya kuona hizi physical business haziendi, ndo akaamua akumbuke ile kazi alienda kusoma niwe kabisa stock. Okay, sawa. Kwa hiyo ndo akaamua arudi kwenye hii nani ya stock. Okay, sawa. Na wewe ulianza na currency, kwa baadaye na wewe ukamfuate jamaa kwenye stock, sio? Nilianza na currency. Niliposikia stock, nikajaribu kutafuta vitabu Dar es Salaam, sikupata. 2018 nikaenda Nairobi, nikavikuta vitabu vingi sana. Okay, kuhusiana na stock market. Nikavinunua. Okay, sawa. Nilivinunua
nikajiunga na Twitter, na account Twitter. Okay, yeah. Ambayo ina followers kama 1600 hivi. 5600. Okay. Kwa hiyo nilipovinua nikavisoma, lakini nilichokipenda ni kimoja ambacho strategy tunayoitumia ni kimoja ndio kizuri. Okay, sawa. Vingine vyote nikaviacha, nikaona havi make sense. Okay, sawa. Sawa. Na katika upande wa strategy imeonekana kuna wakati kuna like mnatumia harmonic patterns, lakini kuna wakati kuna count za Elliott wave. Kwa specifically ni strategy ipi mmestick, au labda huwa mna switch? Kuna wakati mnafanya harmonic, kuna wakati mnafanya Elliott, au mambo ya price action pia mnahusisha, lakini nafikiri katika tafiti niliona pia mnagusia harmonic na Elliott wave. Kwa hiyo ni ipi kati ya hiyo mmestick zaidi, au mna switch zote? Unazungumzia wakati gani? Wakati nipo kwenye forex au wakati nipo kwenye stock? I think ilikuwa ni kwenye forex. Nimejaribu kuangalia overview kwenye account yenu. Lakini kuna wakati kuna harmonic, lakini kuna wakati imeonekana Elliott. Kipindi nafanya forex, ndio mpaka nakuja kuiacha nilikuwa natumia Elliott wave. Okay. Na mpaka sasa hivi vijana wengine hapo mtaani wananiombanga na wasaidia kuwafundisha Elliott wave kidogo nini. Okay, sawa. Nilikuwa natumia Elliott wave. Kwa upande wa forex stock kuna strategy nyingine kabisa. Okay, kwa Elliott wave utumii kwenye stock utumii tena Elliott wave, natumia strategy tofauti na Elliott, tofauti na harmonic patterns pia. Ni tofauti kabisa, ni tofauti. Okay, sawa. Okay, na kwa issue ya training actually kuna post fulani za training zilikuwa zinaonekana umefanya training I think Tanzania, kuna wakati unafanya Kenya. Labda tu tuende straight kwenye response ya training, yani ulivyokuwa experience yako kwenye response ya training ukifanya Tanzania na ukifanya Kenya, response yake ilikuwaje? Ilikuwa kote sawa, au kuna upande mmoja ulikuja kuona kwamba labda wako active zaidi? Kenya, yes. Kenya hawako active. Kipindi kile nafanya training Kenya walikuwa hawako active kuliko Tanzania. Walikuwa wako active zaidi, sio? Walikuwa hawako active, walikuwa less active than Tanzania. Okay, kwa Tanzania ndo response ilikuwa iko juu zaidi kwa kipindi hicho wewe unafanya. Kwa upande wa forex. Ila wenzetu ambao wametuzidi, yes, wana sera zao, wameshatuingia sheria kuhusu fund management ya forex na stock. Okay, sawa. Za nje. Kwa hiyo kuna watu wengi, kuna jamaa wangu mmoja tulianza wote kusoma stock, sasa hivi wana manage hela nyingi sana hiyo. Ambao wako Kenya. Ni Mkenya, yupo Kenya. Okay, sawa. Na manake kwa Tanzania response ilikuwa kubwa kwenye currency, la upande wa stock bado hamjaweza kufanya training nao wa Tanzania kuweza kuona kwamba labda kwenye stock training iko vipi, hamjaweza kufanya nao? Stock hatujafanya. Ndio. Stock naona ni uvivu kidogo, sababu Tanzania wanatoa hela ndogo. Okay, sawa. Mtu wengine wanataka afundishe stock kwa dola 200 300. Sawa. Wakati baadaye nitakuonyesha screenshot za DM yangu ya Twitter. Okay, kuhusiana na training. Wanaoomba training watu wa nje. Account yangu ya Twitter ina follow 95% ni wa Marekani. Okay, wengi ni Marekani. Natumia Kiingereza. Lengo ni nini? Ndio. Lengo ni kwamba nikija kuamua, japo haipo kwenye mawazo yangu makubwa sana kufanya training sababu malengo yangu makubwa mimi nifanye tu, niwekeze tu. Okay, sawa. Niwekeze tu kwa sababu litani yetu ya mwaka jana na ya mwaka huu kwenye stock ni nzuri. Kwa hiyo kwanza kuimbizana na watu siji alipe dola 200 anaona kama unamuibia. Nazo ndio nyingi za Watanzania wanaomba wanalialia. Sawa. Wanataka kwa chipu, wakati watu wa nje ndio ambao sijaanza bado hata kuambia kwamba anafundisha. Kuna mmoja amenunulia ndio kuna material anauza dola 10,000 amenunulia for free. Sawa.
amesema kwamba tweet zako zimenisaidia sana. Kwa hiyo nakununulia haya material. Okay. Alafu nitajie kitabu chochote Amazon na kununulia. Nitakuonyesha DM, nitakuscreenshot, nitakutumia. Okay, sawa. Hivi itakuwa labda ni kwa nini? Kwa sababu sio wewe tu ambaye unasema labda kuna changamoto ya training kwa Watanzania, kwa sababu kuna talk moja ambayo tumefanya iliyopita, tulifanya na jamaa anaitwa Captain Markets ambao wako Arusha. Sasa Captain Markets bwana naye amefanya Tanzania, lakini pia naye yuko kwenye joint na Mkenya pia. Alionyesha kwamba inaonekana pia response ya Tanzania ina shida. Kama unavyosema hivyo, payment hizo unakuta mtu $100 anasumbua na nini, afa anataka pate kitu kikubwa. Labda issue ni nini? Kwamba labda uchumi uko chini yani tunaangalia sasa ile individual kwa mtu binafsi mmoja kwamba uchumi unakuwa uko chini, au labda shida iko wapi, au watu hawaamini kwamba labda nikitoa hela hiki ninachojifunza sio real. Labda issue iko wapi kwa experience yako, kwamba kwa nini iko vile? Kwa sababu wewe sio wa kwanza kuongelea issue ya Watanzania kwamba inaonekana kwenye response yao iko chini, lakini pia hata mimi kwa sababu nafanya pia training naona hicho kitu, nakiona kabisa. Yani response ya mtu kimeonyesha gharama za training kwa Tanzania inakuwa ngumu kuliko Kenya, au just mainly mfano Kenya. Nafikiri mimi watu wengi from Kenya ndio hao nimekuwa na interaction nao, ambapo mtu kabisa na plan from Kenya aje Tanzania kwa ajili ya kuweza kusoma, yani umfundishe, manake cost zote anazihandle mwenyewe. Lakini yule ambaye yuko hapa unakuta response inakuwa hakuna. Labda wewe experience yako naishi ni kitu gani kipo hapo kwa Watanzania? Experience sababu ni nyingi. Sababu ya kwanza ni uoga wa hela ambazo wamezipoteza kwenye forex. Okay, sawa. Kwa hiyo na mimi sijatangaza habari za kufundisha mtu stock uzuri wake. Okay. Mimi na post Twitter free content. Okay, sawa. Sijawaza bado kumbulia, hata wakili wananifuata DM bwana, naomba tuelekeze nini. Ndio. Na mwingine nimwambia $300 akakimbia. Okay, Mtanzania. Akanipata bwana brother, nimepata 300, nikamwambia sasa hivi sikufundishi bila 500. Sasa akakimbia. Kwa hiyo sasa sababu kubwa ni hiyo kwanza. Walipong'atwa na nyoka huko nyuma wa forex. Wanaogopa sasa kwamba kila kitu anahisi kwamba ni ile. Alafu sababu ya pili ni uchumi huo, kwamba ndio. Na kikubwa ni uelewa wa umuhimu wa hicho kitu. Sasa. Kwa mfano. Marekani ndio. Marekani au watu wote wa nje wengi wanaonifuata. Ndio. Au training nyingi za Marekani. Kuna training inayoshuka $2,000. Sawa. Nyingi ni $5,000. Okay, sasa. Nyingi ni dola ngapi? 5,000, ya. 5,000, $5,000. Kwa hiyo sasa na kwa mfano hizi sign kuna jamaa zangu wengi wa Marekani wanafanya sign za stock. Okay. Price ni $200 kwa mwezi. Okay, sawa. $200 kwa mwezi. Kwa hiyo kitu kama hiyo Tanzania, nijibu swali lako labda. Hawafanyi kwa sababu ya ile forex, alafu na kipato pia na uelewa kuhusu hicho kitu. Muhimu kwamba nikijifunza hivi ni kweli hapa ninakuwa nafanya investment ambayo itanifanya niishi, au labda yani anakuwa kama hana imani na hicho kitu, si ndio hivyo? Yes. Okay, sawa. Sasa kwenye moja hapo pia kwenye profile yenu ya mnaonyesha kwamba no training. Sasa hiyo nafikiri umegusia, lakini kuna kitu kipo mnaonyesha kwamba no training. Kwa hiyo sijui labda hiyo ni no training kwa pale mlivyo switch kwenda kwenye stock, au no training ilikuwa mlitoka hata kipindi kile cha forex. Labda ni kwa nini mmeweka ile no training kwenye yenu pale? Baada ya switch. Okay, sawa. Baada ya switch. Ndio pale mkasema sasa hatutafundisha stock. Hatutafundisha forex. Okay. Kwa hiyo no training kwenye forex, lakini stock manake mnaiplan kwamba mtakuwa mnafundisha. Tuna plani. Okay. Yaani labda demand ila plan yetu kubwa ndio ni kufanya tu account management. Okay, sawa. Kufanya account management. Training ni kutoshana tu kuendeleza watu. Kama sisi tunajiamini tuko vizuri,
tunatengeneza lisani nzuri kwa akaunti zetu, kwa hiyo hana haja kukimbizana na watu waanze kuambia nini afu watu wenyewe hawakuelewi. Kiona demand inaongezeka kwa sababu sasa hivi tuna DM. Yes. Tuna DM kama 400 hivi Twitter. Trader wakubwa wa stock hapo Twitter, sio Instagram. Instagram kuna forex. Okay, sawa. Mtaka trader wa stock hapo Twitter. Okay. Kwa hiyo sasa DM zikifika kama 1000 hivi, ndio tutafikiria kuangalia uwezekano wa kulaji na tutafanya online training na tutafanya nini. Okay, ndio. Kwa sababu wanakuwa wale clients wako maeneo tofauti, ndio hivyo. Ndio hivyo. Okay, sawa. Na yes, hapo kwenye no training kinachokuja kingine kwamba mlionyesha mnafanya account management, kama ulivyogusia kwamba account management ni kitu ambacho mojawapo mmekionyesha. Kwa hiyo tayari mnafanya account management kwenye stock au labda ndio mmeplan kuja kuianza account management? Tunaanza mwezi wa 4. Okay, mnaianza mwezi wa 4. Mwezi wa 4 na tumeshapata mwekezaji mmoja. Ndio. Anatoa hela nyingi tu sana. Ambaye ni Mtanzania au ni wa nje kama kawaida? Mtanzania. Okay, sawa. Na katika mambo ya account management basically kuna vitu kama zile responsible boards ambazo zina control. Mfano tuna issue ya stock hata Tanzania pia ipo, ambapo ni soko la hisa ambapo iko chini ya najua. Yes. Najua na trade pia, lakini kwa udogo tu sababu naona hamna volatility. Okay. Nayo hata application ya DSE na nimefungua account kwa broker anaitwa Vertex Company Limited. Okay, sawa. Na nunua share lakini niweka tu hela kidogo kwa sababu naona na liquidity ni ndogo. Yeah, sawa. Sasa hii iko chini ya Capital Markets and Security Authority ambao ni CMSA kwa Tanzania. Nafikiri kwa Kenya wana ile CMA. Sasa na hizo CDC nafikiri hata hizo vitu pia mimi nazijua, lakini sasa kwenye account management labda hii body haijaweza totally, mfano kwenye nini stock nafikiri kwa sababu waliweka officially kwenye stock. I think sijajua kama ni sheria gani wameziweka, lakini kwa kawaida ninachojua mfano kwa Kenya account management lazima upate authority kutoka CMA. Sasa labda kwa Tanzania kufanya account management ya CMSA nao wanatoa hizo authorities za mtu kufanya management, au labda imekuwaje kwa experience yako kwenye issue ya account management? Kama nilivyosema kwamba bado hatuna sheria ya hicho kitu. Okay, sawa. Ila ndio sisi tunafanya kwa kiundugu tu, tunasaini mkataba. Okay. Na huyo mtu anayetoa kinani tu masaini kwa mwanasheria huko bwana hivi na hivi na tukikubaliana kwenye terms. Yeah. Hatuja register kwa sababu sheria bado haipo Tanzania ya hizo stock za ndani. Yes, nafikiri kwa stock ambao nafikiri ni miaka ya 98, si ni mwaka gani ambao ilikuwa officially ilikuwa launched, baadaye ni kama miaka 4 mbele nadhani ndio officially kaanza kuoperate. Nadhani hao wana control, manake actually control yao iko kwenye stock za ndani, hawana link na mtu ambaye anafanya issue za stock ya nje ya Tanzania, ndio hivyo? Yes. Okay, sawa. Na nafikiri kuna kitu kimoja kipindi cha nyuma kile uliongelea kuhusiana na kufanya kazi, I think ilikuwa ni na broker wa Kenya. Kipindi kile cha nyuma nafikiri ulipokuwa kwenye currency kwamba unategemea, ilikuwa bado hujaanza kufanya naye, lakini kwamba mko kwenye kama kuingia makubaliano na broker wa Kenya. Sijajua labda ile ilienda vipi na imefikia wapi labda. Mpaka sasa hivi jamaa wananitafuta, hata Alini amenitumia message WhatsApp. Okay, sawa. Anasema soko la Kenya yeye anapata client wengi sana. Okay, sawa. Sasa ndio, na hiyo ni kwenye nini currency currency. Okay, sawa. Sasa mimi napenda kufanya kitu ambacho nitakifanya maisha yangu yote. Okay, sawa. Sipendi kufanya vitu vya temporary. Okay. Sasa sababu sasa hivi nimeamua nitafanya maisha yangu yote nitafanya stock. Ndio.
kurudi tena kwenye forex ni ngumu. Alafu kama umeshaelewa, mimi sipendi sana. Ndio. Sipendi sana kuingiza hela kwa njia ya kufundisha, alafu mimi mwenyewe ile kitu akiniletee mimi matunda. Okay, sawa. Na sipendi, yani nataka kufundisha ije kuwa hobby tu. Sawa. Lakini sio kwamba hiyo ni source of income. Okay. Kufundisha watu. Ndio. Kwa hiyo katika broker wa Kenya mengi hao jamaa wa Kenya hao. Ndio. Hata aliniambia uje au nije huko, nikamwambia bwana sasa hivi bado na mambo mengi sana. Okay, ndio. Lakini niendaka kuongea nao, mara kwanza nienda kuongea na Hotiforex. Okay, ndio. Wakaniambia tutaanza kufanya tour za university nini nije huko niangalie. Okay. Baadaye ndo mambo yakaingiliana, nikaswitch huko. Kwa hiyo nikafunga huo kurasa total. Lakini huyo jamaa alikuwa anafanya kazi Hotiforex. Ndio. Akapata kampuni nyingine tena, ndo akawa ananitafuta. Nikamwambia nimesha switch. Okay. Kwa katika brokers wa Kenya, manake ni broker yupi ambao ndio ulikuwa na contact nao? Nafikiri wako kama broker 3 mpaka sasa hivi kwa Kenya. Wapo wewe. Kuna mmoja huyu sasa huwa ananiambia hapo sema kitu ambacho kuna mmoja anasema anaitwa AMC. Ndio. AMC na broker gani? Ananiua na nani, lakini wasifuatilie sababu kitu changu kimesha concentrate. Ndio. Albert anasema hivi, when the mind ikisha sisi kwenye one side haiwezi kulitani bali to all the ideas. Okay, sawa. Kwa hiyo na huwa sifuatilie, lakini kuna broker ambaye nakumbuka mara mwisho aliniambia ni AM. Anambia anatoa hela nyingi sana, baada client wana kufungulia ofisi nini, nikamwambia Pendi sana kufundisha kitu ambacho mimi mwenyewe hatiingii faida kunifundisha mtu. Okay. Sababu naniendea vizuri, kwa hiyo sihitaji tena hiyo nani. Okay, sawa. Nikamwambia basi kuna vitabu nataka nije nichukue Nairobi. Ndio. Nikija tutaongea zaidi. Wewe ndio mtuishia hapo. Okay, kwa hiyo bado hujafanya hiyo safari ya kwenda Nairobi. Ila nafikiri mwezi huu ujao unaweza nikaenda. Okay, sawa. Sasa yes, ndio tuje sasa kwenye idea ile ambayo nafikiri ulisema mwanzo, lakini ndio point yetu ilikuwa inakuja kwa wakati kama huu, ile kuswitch kutoka kwenye currency kwenda kwenye stock. Yaani kwamba labda imekuaje, kwa sababu naona pia umegusia kwamba labda kwenye training siwezi kufanya umesema uwezi kufanya kitu ambacho labda hakikupi faida, kufundisha maana kufanya training ya kitu ambacho hakikupi faida. Labda ndio ilikuwa sababu ya kuswitch kutoka kwenye currency kwenda kwenye stock. Labda ulipoona kwamba currency hazilipi ukaenda kwenye stock, au ilikuaje? Sasa hapo ndo tupate sababu, ambapo ndo ni kitu ambacho pia nafikiri wengine wajifunze kwamba ni kwa nini labda ni vizuri kufanya stock na sio kufanya currency. Kama nilivyokuambia kwamba mimi huwa napenda kufanya kitu ambacho nitafanya maisha yangu yote. Okay, sawa. Kwanza ujue kwamba mimi nina professional ya ualimu, lakini sikwenda kwenye ualimu kwa sababu sina mpango wa kufanya ualimu maisha yangu yote. Okay, sawa. Kwa hiyo nimefanya vitu vingi sana, yani nimegusa vitu vingi sana, lakini nimekuja kuona stock itakuwa ndo maisha yangu. Mungu akipenda na itakuwa maisha yangu kwenye stock. Okay, kwa hiyo currency labda nilikuwa na changamoto gani? Kija kwenye sababu kwa nini niliswitch kutoka kwenye forex kwenda kwenye stock. Ndio. Zipo sababu nyingi. Sababu ya kwanza. Ndio. Forex ina leverage kubwa sana. Mabroker forex wana leverage kubwa sana. Okay. Na ndo wale ni Buffett alisema hivi, ukitaka kuwa tajiri epuka leverage. Okay, sawa. Unajua maana ya leverage? Yes, najua. Yaani leverage ina positive side na negative side. Kwa inavyokuwa kubwa, ukienda positively unakuwa una advantage zaidi, ukienda negatively unakuwa una disadvantage zaidi. Kwa hiyo nilimove kwenye forex kuja kwenye stock kwa sababu kwenye stock ndio leverage tunaita margin. Kwanza tunaita margin ni mkopo, unakopeshwa hela. Yeah. Na unarudisha na interest. Ndio. Na kipindi ninaanza nilikuwa situmii sana hiyo nani margin. Okay. Kwa hiyo kwenye stock margin ni ndogo. Okay.
margin ndogo ni 2 au 4. 2 tamaanisha 2. Okay, sawa. Kwa sababu hiyo ya kwanza. Forex piga hesabu margin 100, margin 300, margin 500. Yeah. Nafikiri mpaka wana mpaka 2,000 huko. The number one killer ya traders ni margin. Okay, sawa. Lakini nafikiri una uwezo wa kuiset mwenyewe pia kuipunguza. Sasa ukiipunguza mwenyewe leverage inakuaje? Kwa sababu unakuwa na options pia za kuziset, na kuna broker wenye minimum margins mpaka hizo za 2 na ngapi pia hata kwenye forex. Ina depend na broker unayotumia. Labda sijui wewe ukuweza kutumia hicho kitu kwamba labda upunguze margin. Hakuna broker ambaye 4. Okay. Wengi wanaishia 10, kwenye forex. Kwa hiyo sasa ndio hiyo sababu ya kwanza. Sababu inaunganika. Sababu ya pili ndio kwenye forex kuna upotevu mkubwa sana wa mtaji. Okay. Sasa number 1 aim ya trader ya investor wote, mwekezaji yoyote ndio ni kupreserve capital kwa ajili ya kupigana vita tena siku nyingine. Okay, yes. Kwa hiyo ni ngumu kuliko ngamia kupanda kwenye tundu la sindano. Ndio. Kwa trader wa forex kupreserve mtaji. Mimi nimefanya forex miaka 3. Okay. Sio kwamba haiwezekani, ila ni ngumu sana kuliko trader wa stock. Sawa. Yaani stock ni ngumu sana kuuzi, Okay. Ni ngumu sana. Kwa hiyo kwenye stock, kwa hiyo ni wewe hapo utatoa hela za watu $5, $30, $100,000. Ndio. Watu ulisikia watu walipopoteza $600 huko Dar es Salaam. Yes, of course watu wamefanya loss kubwa ndio. Kwa sababu ya leverage. Okay. Lakini ingekuwa kwenye stock, ni ngumu sana kupoteza mtaji wote mpaka urudi kwenye zero. Yes. Yaani kwenye stock hata mtu ambaye ukamfundisha tu wiki moja au miezi miwili anaweza akafanya account management na hela ikaenda tu vizuri. Asiunguze. Okay, sawa. Kwa sababu ili upoteze mtaji kwenye stock, ndio inabidi hisa ulizonunua za hizo kampuni ziende kwenye zero, ziende mpaka zero. Sio ni kitu ambacho hakiwezekani. Ni impossible ndio. Kwa hiyo sasa mfano mwaka uliopita 2020. Ndio. Tesla, kampuni ya Tesla share yake ilianza kwa $200. Ndio. Itamaliza kwa imefika mwaka na $500. Kwa hiyo ndio pia moja ya Tesla. Ndio. Kwa $200 ambazo unaona watu walikuwa wanatembea kwenye forex na malipo makubwa. Okay. Maana mwisho wa mwaka angekuwa na $500. Okay, sawa. Sasa hapo hatujazungumzia kwamba ile faida nayo angeinvest tena katika, kwa sababu nao wewe pia faida inapozidi kuingia unaweza kainunulia tena share zingine. Unachukua share nyingine pia kwenye kampuni hiyo au hata kampuni nyingine pia. Unanunua share zingine pia. Okay, sawa. Kwa hiyo nimetolea mfano huo mdogo tu hiyo share. Sasa kampuni kama Tesla ndio sio watu Elon Musk unategemea kwamba itaenda kwenye zero. Yes, ni kitu ambacho ni impossible. Ni impossible, unaona. Kwa hiyo sababu nyingine kabisa nyama kutoka kwenye forex kuja kwenye stock ni capital. Okay. Hakuna kitu kigumu sana kukipata kama capital. Ndio. Kwa hiyo number 1 goal of forex trader should be to preserve capital. Sawa. Sasa kwenye forex wewe lost, nilipoteza mtaji wangu mkubwa sana kwenye forex. Okay. Na mali zangu zingine niliuza nyingi sana kwa kupoteza kwenye forex, lakini stock ndio imekuja kurudisha. Okay, sawa. Kwa na basically maana kwenye forex kuweza kuona kwamba kama ni unakuwa profitable, yani mpaka una switch, yani haikuweza kuona kwamba umepata means kwamba nikienda kwa namna hii inaweza kuwa profitable, ukaamua kuswitch au ulishaigundua means lakini ukaona kwamba bado inakuwa yani forex bado ni ngumu tu, yani sijui labda mpaka una switch ulishaona inalipa au forex totally haikukulipa. Ni hizo sababu nilizoelezea. Sababu ya kwanza nimesema ujumbe, sababu ya pili ni ugumu wa preserve capital. Ndio. Alafu sababu ya tatu ndio ni ugumu wa kuavoid over trading. Kwa sababu forex ni masaa 24 wakati stock ni masaa 7. Okay, yeah. Stock ya Marekani ni masaa 7, saa 10 za jioni na nusu mpaka saa 5 na nusu usiku. Okay, ndio. Ni masaa 7. Kwa hiyo ni rahisi kuavoid over trading.
Okay, sawa. Lakini sasa maana yake kiujumla wewe totally forex ilikuwa haijakulipa yani in general kama unasema overview yake. Ndio. Imenilipa hela nimekula sana za forex. Ndio. Nimekula sana, lakini niliona kwamba this thing haiwezi kunipeleka mbali sana. Naona. Okay. Unakuta unaenda vizuri, baadaye unakuja tena unarudi nyuma kule. Okay, sawa. Kwa hiyo na uzuri ni kwamba watu wanao trade ni mashahidi. Yeah. Ni mashahidi wa hichi kitu ninachokisema, na ndani ya mioyo yao inaitikiana na haya ninayoyasema. Kwamba ni vigumu sana kumaintain sana kwenye FX kuliko kwenye stock. Ni ngumu kuwa consistent. Okay, sawa. Consistent, yeah. Okay. Kwa hizo ndio sababu ambazo zilifanya ni switch. Kwa hiyo huko kwenye stock ndio hata mtu anipe dola milioni, hata mtu anipe dola nani haiwezi kupotea. Sababu ni ngumu sana kwa sababu leverage ni ndogo, na kama unakuwa na account kubwa na cash na kadhalika. Okay, sawa. Kwa maana yake kiujumla pia tunaweza tukasema sasa generally unaweza advise kwamba watu wa invest kwenye stock na sio kwenye FX, yani overview kwamba labda unaweza kuambia nini wa Tanzania, ushauri wako unaweza kushauri kwamba labda FX watu waachane nayo, au labda inakuwaje kwa upande wako sasa kama unataka kumshauri mtu anakuuliza kati ya hivyo vitu viwili? Mimi huwa nawaambia watu hivi. Ndio. Ukitaka kufanikiwa lazima uwe mkweli. Okay. Yani lazima uwe mkweli na uwe ni mtu wa kukubaliana na ukweli. Okay, sawa. Uwe mkweli na ukubaliane na ukweli unavyoenda. Okay, ndio. Kwa hiyo mtu aangalie tu tangu aanze kufanya kuwekeza kwenye forex. Kama inamlipa aendelee. Okay, sawa. Lakini kama haimlipi asiendelee kupoteza mtaji ambao ni kitu cha muhimu sana kuwekeza kwenye vitu vingine, sio tu stock. Okay. Kuna vitu vingi sana vya kuwekeza zaidi ya hiyo forex. Okay, sawa. Ambayo alafu ujue kwamba watu wanao trade forex masoda kubwa tunasema kina Soros kina nani? Ndio. Hao trade forex na trade ndio wanao trade watu hao hata retail. Okay. Our trade they don't trade on margin, wana trade cash. Okay, sawa. Kwa sababu tayari anakuwa yuko kama wana trade margin. Ndio. Basi ndio hiyo nne. Na broker wa forex mnaowatumia nyie ni tofauti na wanaotumia kina Soros. Okay, yes. Wanaotumia ndio hao mimi ninaotumia kwenye stock. Ndio ambao wana limitation nakuta nafikiri kuna broker I think ni UK wanakuwa guided kwamba limitation ya leverage yao nakuta maximum labda ni 30. Kwa hiyo tofauti na huku nakuta kuna broker anakupa 2,000 ambayo sasa kwa mtu ambaye hajui ndo anajua 2,000 hii ndo inafaa, kumbe ikienda against ni hatari zaidi. Kwa hiyo ndio hivyo. Okay, sawa. Kwa hiyo broker anaotumia kwenye stock ndio. Lakini sio nani naona na trade nani stock sio currency sana. Kwa hiyo trader wanao trade forex lili. Ndio. Na ambao unaweza kuchukua hata bilioni dola ya mtu ukaiwekeza. Okay. Hawafanyi hizo hawatumia hao broker mnaotumia sisi hao. Wenye leverage kubwa. Wanatumia broker ambao wana leverage ndogo. Okay, sawa bwana. Mimi nafikiri of course experience ni nzuri. Experience ambayo umeshare iko vizuri kwa mtu ambaye yani anataka kujifunza na imani atajifunza. Na huwa mnakuwa na nini, mna labda I don't know kama mtakuwa mna channel, huwa mnafanya training kiachana na hizo kushare tweets na vitu vingine. Kuna channel yoyote ambao labda mnafanyaga I don't know kama ni training ngaje mmesema mjaanza kuzifanya, ila au mna plan channel yoyote ambao mtu anaweza kusema nimependa huyu jamaa anavyosema naweza nikamfuatilia labda kwenye channel fulani, au itakuwa ni kwenye tweet tu peke yake huko? Ni tweet. Hatuja plani kwenye channel bado, hatuna hiyo nani. Yani kama YouTube unasema okay labda unaweza kutembea YouTube hivi, amna hata YouTube hamjaweza kufanya? Hatujafanya bado, tuko limited sana na muda. Okay, sawa. Labda hiyo vitajinani mbele, lakini kwa sasa
tuna share through Twitter. Okay, sawa. Tunashare through Twitter, tunashare through hata huko kwenye Instagram hiyo Don Forex ya kiangalia ni postiwa muda sana. Ni muda mrefu sana ndio. Kwa mara nyingi kwa sababu kule Twitter ndo trader wengi au investor wengi wa stock hapo kwenye Twitter. Okay, aise bwana, shukrani sana. Labda cha mwisho kabisa, labda kwa suggestion yako, labda ni trader gani ambaye unahisi yani mainly aloko Tanzania au hata kama ni nje ya Tanzania ambaye unahisi anaweza kutupa pia experience yoyote, afu pia naye tukafanya naye session kwa wale ambao wewe unaweza kuwa unawafahamu kwamba mtu fulani anaweza kutupa experience nzuri, labda ni trader gani kwa ushauri wako? Wa stock. Yes, either stock. Najua wengi sana ambao wako pia kwenye stock, hata currency unakuta walishafanya au pengine pia wanafanya currency kwa kiasi kidogo. Stock niseme bahati mbaya au bahati nzuri, ndio sijawahi kukutana na zaidi ya hao jamaa zangu naofanya nao. Wengi nakuta anazungumzia stock, ukimuuliza swali unakuta anajibu vitu tofauti. Unajua kwamba huyu anaongea anasema anafanya stock. Ukimuuliza unatumia broker gani? Ndio. Anakuambia kuna mtu fulani hivi maarufu ni anasema nimenunua share fulani nikamuuliza unatumia broker gani? Ndio. Akajibu broker fulani, wakati yule broker accept client from Tanzania. Kajua huyu hapana. Wana stock lakini zipo wameziweka kwenye mfumo wa contract contract difference ndio. Sawa. Lakini sio stock halisi unanunua share, unanunua tu zile futures zake. Okay, sawa. Kwa hiyo kwa Tanzania niseme uongo, Mungu nisaidie. Nimeona wengi wanaposti kuhusu stock. Ukimuuliza swali unakuta anaingia chata. Unajua huyu muongo anadanganya wao. Hafanyi stock au yes, au wanafanya hii ya nini ya DSC, maybe wanatumia DSC kwa kutumia application, kwa sababu nafikiri imekuwa simplified ile nini hisa kiganjani. Ndio ile umeniambia muda ule, naifahamu hisa kiganjani ile ya DSC. Wanasema wanafanya stock za Marekani. Sio ya DSC. Lakini unakuta kwamba bado hapo baada ni kwamba vitabu vya stock kwa Tanzania vipatikani. Ni adimu ndio. Kwa sababu soko lenyewe bado halijawa popular kiasi hicho. Popular kiasi hicho. Mbona unakuta mtu anakwambia nifundishe bwana na dola 300 muongaji. Ajui umuhimu wakati watu huko wanasoma kwa dola 500 kwa dola ngapi. Okay, sawa. Ajui kwamba share watu wananunua, nimekutana na mtu ananunua share kwenye Dar es Salaam Stock Exchange anapata faida 2,000 kwa mwaka. Return hiyo kwa mwaka 2,000. Wakati sababu soko la Dar es Salaam lina participant wachache, lakini soko la Marekani lina participant wengi, liquidation ni kubwa. Sawa. Sio hivyo tu, kuna market makers. Yes. Market maker ni watu ambao wanafanya kwamba ukitaka kuuza usikose mteja. Sawa, kwamba muda wote market iko active. Yaani wenyewe wananunua kwa huyu wanauza kwa huyu, hata kama hakuna order yoyote kwa baadhi na sera. Tunatakiwa tukutane baadhi na sera ili muuziane. Okay, sawa. Unapokuwa imetokea kuna baya alafu hakuna sera wenyewe wanakuuzia, alafu wakitokea sera wanamuuzia, ndio hivyo market maker. Okay, sawa. Basi bwana, kama mtapata mwingine I recommend to huyo mtu ambaye atakuwa anafanya hicho kitu. Yes, mwenye experience. Tunataka angalau mtu, yani mfano hiki ulichokisema wewe ni very useful, kwa sababu mtu anaweza kuwa na struggle na market ya FX, asijue kwamba market ya FX labda ina ugumu gani. Kama nilivyosema, mfano ku maintain capital kwenye FX ni ngumu. Kwa hiyo kwa hii experience uliyosema nafikiri itawasaidia wengi sana. Kwa hiyo kama kutakuwa na mtu mwingine mwenye experience, yes, we can talk with him or her, alafu tuweze kushare your experience, kwa sababu sisi tuko na platform ambayo iko free, kila mmoja na access, kwa watu wanapata knowledge lakini pia wanapata experience. Basi nashukuru sana boss. Bwana, shukrani sana, tutaendelea kuwasiliana. Kazi njema. Na kwako pia.